Honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de me trouver à vos côtés dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture du salon d'exposition-vente qui rentre dans le cadre du projet intégré de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité. Je tiens à féliciter le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat et ses équipes pour la bonne organisation de cet événement. Je vous remercie vous tous, très chaleureusement, honorable assistance, de votre présence parmi nous, ce qui témoigne de l'intérêt majeur que vous accordez à cette exposition-vente. Mes remerciements et ma gratitude vont également à l'endroit de nos partenaires au développement pour leur habituel accompagnement et plus particulièrement la Banque mondiale pour le soutien et l'assistance multiforme qu'il a toujours apporté au développement socio-économique de notre cher pays. Honorable assistance, mesdames et messieurs, le gouvernement, avec le soutien continu de ses partenaires techniques et financiers, est pleinement engagé à soutenir la jeunesse comorienne en lui offrant tous les moyens nécessaires à son épanouissement. C'est dans ce contexte qu'il a initié le projet PIDC pour soutenir la croissance des micro, petits et moyennes entreprises comoriennes et accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat en faveur des jeunes et surtout des femmes. Ce projet met l'accent sur beaucoup d'aspects, et notamment le renforcement de la compétitivité du secteur privé en fournissant un soutien financier et technique direct aux jeunes entrepreneurs, aux micro, petites et moyennes entreprises et aux coopératives. En effet, le projet PIDC a appuyé l'élaboration du nouveau code du tourisme et ses textes d'application ainsi que du catalogue des sites d'investissement hôtelier. Il a aussi accompagné la réhabilitation et l'opérationnalisation de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que l'ensemble d'agriculture, d'élevage et de la pêche, pour que ces institutions puissent remplir leur mission dans de meilleures conditions. Honorable assistance, mesdames et messieurs, l'agriculture est le pivot de notre économie et reste plus que jamais un levier de croissance économique et réduction de la pauvreté au travers de nos cultures vivrières, maraîchères et des productions de rente destinées surtout à l'exportation. Ainsi, pour améliorer notre SDD, pour accompagner les communautés rurales sur la voie du développement économique, néanmoins, il s'est avéré que la majorité de ces secteurs n'avaient pas suffisamment d'infrastructures, d'équipements et de moyens pour remplir leur mandat et assurer une meilleure accessibilité aux services agricoles de qualité. Un cadre favorable en matière de création d'entreprises et de développement des affaires. Ainsi, 186 entreprises et coopératives ont bénéficié d'appui technique et d'éducation financière, dont plus de la moitié sont gérées par les femmes.
Il est important de noter aussi que sur les 186 entreprises retenues, 100 appartiennent à des jeunes entrepreneurs. L'enveloppe pour définir et attribuer aux jeunes entrepreneurs, aux micro, petites et moyennes entreprises et aux coopératives retenues à travers le CPA et de plus de 2,5 milliards de nos fonds. L'assistance technique et financière du gouvernement à travers ce projet a contribué de manière significative à la croissance économique et à la création d'emplois durables pour les jeunes et les femmes comoriennes. Des résultats importants sont enregistrés par le projet, notamment l'augmentation des revenus moyens annuels et du volume de produits agricoles bruts et transformés. Il y a eu également une mobilisation de plus de 8 millions de dollars d'investissement privé pour les bénéficiaires du CPA, pour les jeunes entreprises, pour les micro, petites entreprises et pour les coopératives. Honorable assistance, mesdames et messieurs, nous devons orienter nos actions vers la protection sociale, l'innovation et la création d'emplois décents, ainsi que l'adoption des pratiques agricoles durables, préservant à la fois notre santé, notre environnement et nos ressources naturelles. L'agriculture est un secteur porteur qui a de l'avenir et je vous encourage, chers jeunes, à y croire, à vous engager massivement dans ce domaine pour en faire une source de richesse pour vous-même et un moteur de développement et de croissance pour notre pays. Je ne peux clore mon propos sans renouveler à nos partenaires bi- et multilatéraux mes remerciements pour la très bonne qualité de la collaboration qui nous unit. Et je rappelle enfin que l'objectif d'émergence à travers la transformation économique et sociale de notre pays, que nous appelons de tous nos voeux, ne peut se faire sans un travail acharné dans la paix et la stabilité. J'appelle alors, comme toujours, à la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi et surtout à la consolidation des valeurs de paix, de solidarité agissante et de cohésion nationale pour plus de progrès et de prospérité. Je vous remercie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Marhaba, Waziri Bandari au kaya habari ambayo tunazungumzana sisi wakawa na kagozo mingi msitoka mjini sheka dasiwa tunataona sikia kama ya maisha tukawa na hapa kwani zilikuwa kama na tusiwa sha ujaleta vyakula mgorogo Uganda ndokawa na ile na wo inu idole ni hapa amambiani na hamasada wala na mapia sikana guvernoma kana waziri mfukare magronomu makahubiri kama nitafuma na karibu mhubiri kwa kama na mlima leo wote wajandia ndege hata akakoni na tunakono na santa gaso aroha ile hadu zaga wala wahaini dalil dole sonde sahabo usizinara umbi kwa tuwasili kama hizi rumani kaya gouvernement gastayere msajili ukaya anuza makaruzi wazee watu wa uhuru nguli wa rehemu ya watamani wa wanamu ongeze kwa mkeo mbimule ya wanikena mfemuna sonzide kama ziwa lezi shake manao uhuru ukawa kwa watu wa na wanao tukafufuliwa
sisi watu wa Islam wale wakaharuma maafilani yao wale waandishi wa kati na kutangaza shaki ya barafia wa kolo wale wakaribala au wanaanza na sasa shaba hainu walinda tonada radina sita shaba tukueleze ya jasidi na mwanao ndio Muhammad bin Abi alhamdulillah yajwalia ula wana na 20 tutambi shawani kwa Qur'an alhamdulillah nasema 20 mwajalia la salama na salama na furana na shida nao ndio binadamu ndio yauma ratara mwanawase rifanye mabiashara na Mungu diwana na wajibu mfanye njema mzaat dikena wote na sione sasa mwafaki kwa hivyo banu uhuru katoka ndio na roho mbili na kwa lima ondoke hizo ndio hapo tunasema shahula na mnono Jepeli na ndio somo. Tapo nenda wasome kama ya nani. Nenda wasome kama sino. Hiyo ni baba hapo tunduni. La mama kina ndamuru, sasa kina utuluni. Akapo huru wanaenda rede na ambao na someni. Ndio mshia ambaye tibu za dunia kali. Rija Afrika ndio ambaye ndio mitani za Afrika zilio. Sasa lengo moja katika ndani. Mgawe wa maana tulio ndako ni rangi. Hiyo ndani. Gagajo na hiyo ni rangi. Ndio maana watu wazima ngasaidia na Mungu ndio maana wanakusikia. Sasa kama shirika la kama na mambo tofauti yule mwana zinaenda pia wanao ukale wenu lazima wenu mkana kwa ukaji tosha sasa kufanya taratibu ila baadhi ya mkeni yote uhuru ukeni yangu ni sawa mshamba ndio maana hapo izaba rija harmaye emergency Tanzania Rapopandiwa hata alikiri nika muhimu halisanisi. Nika muhimu aka nyesu harada na shukuri. Sipakala nina jeshi wa Egypt katika wakuu tulizojana. Adaoda hona. Adaka kanzua na hadisina hata kunuka. Ewa kufanya vingi masikini. Sababu ya ukani. Ula hatu mukana arumi akaka nini akakemazia uzo aroze ya kimala hapo ndahibuko kuna wangu kuna ushwele machi ninaona msitari yomfeke ukunya haidi wakati ibada fanya vitu wasi twende sizigana usongo katika hata Afrika kama Yesu alikaza neema pia. Lazima mshukurie. Na wao mshukurie amefanya kwa mkaramu na mka habari za Qur'an ya kusoma Qur'an wa hana kweli ya kwa nini wahida ndio wale watu wazee na wale watu wazee za hivi akataka ndio pesa mti akafasiri anasema ndio mwingine kufanya shukrani kufanya kwa kukala na kama ndio kufanya uruhawe ndio hoja tulizo tunatoka usalafu bila ndio ishatunga waridela rafu atarangeza manazimu ndio kwa sababu kumfilimu wenzake wanani sawa swali mwombe honze wala wasobari wala mbafanya hasan kunaa akaona kama unabana kwa kuwa mtu wa dozi ya shanga ndio hii hizo zilisomo
dan bafanya njema haliwatu wafanya akasinga tunachidana wakati leo hii ndio mwisho kwa lima sijana ndio sababu ya kutaka kaya na amini ya kaya ndio alikuwa kaya au ya hapo wazoma wafiki kama hamu ndio wala maiki si hale kama mama hapo leo kama evaluo mmoja mwenye anasema hivi hata na wao wanachia na msaidia ile ungire ni bwana na mjerao kama na mimi na mjerao kama fiziki au kama tu ndio fanya hata hapo kuna mambo wakati wa kazi leo ndio kile bwana inabao wewe kufanya napo kutoa hapo kuna hata wakati hadi saa 2 uroheza saa au saa 10 wapna kutoka kaya kama saa 11 kama hoza hizo kama ndio utawala hata mbili kwa ndani ya mara moja ikawa na kuanza kufanya zaidi mwisho ndio ndio hauna mashaka hauna watu wale wale hata hujengea maana kwa hazijafanya wala tanumuni walumu amfusa kuna wapi ndio ofisi kwa wanafanya kuna umebeba sababu akamdunie enena mkuu hapo sababu ya akili yesika enena ndio hapa bora wewe unajua katika kufanya kuna je peux vous expliquer le route pour kabaki rilola ni sawana basi kwa na waraba jale kwa kuna mtu ndawe bodi lewa propisi na elimu ya hao morali dokana na dhamana yako kwa mundo sangu fanya kusai namna ukolewa hivi kama na champion mundo Nasika ndio kazi ndio mtana ndio jioni ndio masi. Sasa ndio ndio mwanadamu kesho msana mtasi umzalele si yahudi umasio ndio ndio majisi mazima sembula ndio pili waga ndio apate hasa. D'ailleurs on va plus avant kwa pesa hizi shughuli zifanyika Shenyo daima mkao nisa wabaza mproposal nisa unafika hiyo isoko hili katamba za kudai waweza sasa kama Mungu anaanza wewe ezirupia na tunao bana sasa kuna shule ya kuomba kanuni ni mapesa ya leo na sababu nje sike dokta ndio mapesa ile na kwa wewe sekta privé amara sasa ni haraka ndio Ngaiweka na bali msigareni imsaidie hai za msaidie sasa maendeleo hai msipia yote bila anayoona kule haraka masababu njie anataka kupige hizo pale zote ngaiweka alijibu halali hata hai mnatoka mambo ya kanuni wangona matajiri wa pesa mungu yake na video kwa kule mapesa hao shaba tawale mahali ndio tende mahali amani na usalama wa mbeba wale wa mbeba huani hapo ndio mapesa hapa ndio mapesa mbapo kwa ndio sasa kabla mzora telefoni hapa uliye mapesa ya dunia ndio kama kila na mafukume atore mapesa mengi kanisani akaona mapesa haraka mjini na nchi zite hayo ndio sisi ndio tunafanya rimsaidieni takufanya no shinde nchi haruma endeleo nchi ya Bangladesh na sababu ya mgawa za fulani na mliopo nje au kama sisi kufanya dasika wangu ndio matambuana hapa ndio sababu hali nasi
Na wakati mfujari ukaita uhadari kakailija mdunga rafai kadara kadha banga kutabaki la kanu kanya shika kuzinazofanya au sikiti la mambo kadha ndio hiyo ndio maana sisi wa babaan siruna kunazimisha na relewani ndio kama ndio tutafanya salamu sana mahabbati kama kama ndio ndio mahabbati yang kile kugusa ni mara munda biye bomzee balaku iwaza balama nikukala kufanya balekala kufanya kaza abamu Mungu kaya serikali nini ndio hafuna kwa sababu msikiwa hapo ndani na mile uso yani watu ndio zina baada Mungu atawa basi Mungu sana mkuu kamu serikali karena betul mereka salah karena kamu betul, bukan dengan kafir bukan Hamas lagi harus dia orang ini, maka dia menafsir ini, nama kafirnya berarti bahwa M plus egal D, kita punya M moins egal Z, ini ada kan, itu egal Z, nggak boleh kita mesti. Ya Allah, amtilis. Satu dari satu biasa. Leo ni ma, wamunao kaya ibu msabe dana kile chokole kama chokole sita. Lazima mrudi. Sasa kwa bila kama sori. Kauda hapa, kauda base, kauda tamu, kauda kau ni kau dah berbiasa. Kamu rumah saya baru pernah nak mati pun. Saya bahaya. Wajib kanda ni nak bersih. Ija wakati mzee ulimbo shanga gardie. Apakah lagi mana dapat mendikkan masyarakat? Golongan ini baru apa yang kita menjadikan? Yang ini mana pun. Jadi kalau hari ini raja Leo, raja Mahkota itu boleh harmonis puja, nak seorang Lao, tapi harus sedikit pun Miranda, awal mengusulkan kat kumande ubur. Ini satu lagi. Ini satu. Misalnya kalau sebagai tadi, dua saja. That's the one. Lazima kuelewa akana Wakristo vile wanaipo waheze bei yao. Yemeni heze bei ya wengi raheza kwa nini hana maskani wala daraja yote. Ndio mtazamo wa Yemen kwa hiyo tunataka yeye kwa vitu maskani yoshido neno vile tuko ndio tunapata ndio tunataka kwa Bagaimana kazi yao ulama konteks finansial internasional. Ijiriu kepada bakaulina maksudnya nak kasi desuko berani desuko jadi. Nejuti dengan kerja sama polisi. Pasina para kaya ini yang mereka kuat bonze, oilon chasi dia itu deh. Mereka mereka offer edema. Sekarang Luisa yang memang hari itu, nggak ada apa abis, agar punya masih, dunia dalam negara, tapi lo kasar orang baru mulai untuk jauh. Atau yang dosa orang kita banyak pulang, ridosi dari orang itu anmante, itu kata orang itu berkata, sekarang faham saya itu. Ya udah membawa transformasi. Yang mana itu karena transformasi lagi yang jauh. Ditransformasi. Bukan kita Aristotle. Akan boleh jadi zero transformasi dari Tanzania na Kenya.
wafahamu jana kwenda Yesu alhamdulillah jebweka kaburi uluzi kujira alhamdulillah kwa nafasi waingia kwa shaka wakati ndio wazee wa kirmainu ritio hapo ndio kama lazima kutini jebe ngeride takmani maana ila mayuko pamoja wote kazi yao wanaenda upepo wanaenda kukuza hauna bahari hiyo ndio ile kuja sasa na bahari hapo ya kuja leo hii eshafasheni na dema masala na mtendeke hapo kujivia waeleza ila vali lakini angine ni karafu ila hapo kirafiki ila tena wafadhali au fataki ujuzi kamoja sihamisa kama kutolewa wajau wasaidie ya kawaida bali hapo ni transfer baada ya jambo ya wale tena kwa muda au libausu sokosi na lile sokosi la hala na kwa transforme fanyie ngao wafanye kaza ikembaba amre kana mungu mjoka kama mpaka basi ile kwa ukatia kama ni mambo ya zile kasa matua kuna leo ndio tunatafuta kasa matua kuna lazima nje ambayo nao change valeur lazima nje ambapo kama nao nimesema dunia zembudo kwa dunia leo kutafuta hadisi wala si tende sababu ndio wakati lazima afanye ndio sio au kaya hata kitabu kile kile kanda hiyo tunataka ndio ni hada na kama kwa kumwomba kumzia mroyo mzia yake ya sita kikao safi kwa sisi ndio tunataka leo hii ndio kile mahali roho amezima watu mama na wale magazeti mpaka sisi wao wala mtalasi wamesema mama soka bihao na ndio kujua haraka ya kuiza fashauri hiyo saa ya mkamai kote ekaziti kaza de kama ya ndio hata pia ya haitoka nukohama ndio kazati shakikila doshari yao kamili rezie kadi cha kuzuza upanga shahura katika kamata kwa mwezi ama rasaya na hata nje na makiri kwa jamani konferencio kwa propagation hii au dispanda na mananya ni maraba mapatwa Afrika pamoja ndio dunia kama sisi tunasema kwa Afrika wa Wassalamu alaykum